Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana pia kwa ajili yako wewe ambaye umefungua video hii. Mungu akubariki mpaka ushangae, na utakapo subscribe Mungu akubariki zaidi na zaidi, na ukilike pia Mungu akubariki zaidi na zaidi. Basi leo nataka tuangalie kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ya 24. Kitabu cha Mathayo miongoni mwa vitabu vya unabii, miongoni mwa vitabu vya unabii ama vitabu vya unabii pamoja na kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 na 25. 24 na 25 hizo sura zinahusu mambo ya unabii. Kwa hiyo hapa nataka tukaangalie haraka ndugu mtazamaji, kitabu cha Mathayo sura ya 24, mstari wake ni ule wa 32, mstari wa 32. Tuangalie Yesu alikuwa ana maana gani? Aliposema kitabu cha Mathayo, atasoma kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 24, mstari wake ni wa 32. Neno la Mungu nasema hivi: basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno karibu. Kwa hiyo hapa Yesu anasema kwa kitabu hiki cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 32 kwamba kwa mtini jifunzeni mfano, kwamba mti wa mtini unapochanua majani yake, basi tunatambua kwamba wakati wa mavuno karibu. Huu mtini ambao unazungumziwa hapa sio mti kama mti. Mtini unaozungumziwa hapa ni taifa la Israeli, kwamba kwa mtini tujifunze, kwa taifa la Israeli tujifunze mfano. Tuonapo kwamba taifa la Israeli limeanza kuchanua, kupanua wigo, basi tujue kwamba wakati wa mwana wa Adam kuja umekaribia, yani wakati wa mavuno umekaribia, Kwa hiyo hiki kinachoendelea kati ya Israeli na Palestina kinahusu kujieneza kwa taifa la Israeli, Kwa hiyo tunatambua kwamba tunapoona kwamba taifa linaanza kujieneza, tunajua kwamba sasa wakati wa Yesu kuja karibu. Kwa hiyo mwana wa Mungu jiandae, wakati wote Yesu anakuja. Kwa hiyo andaa moyo wako, acha kila makando ulio nayo. Kama ni mzinzi, acha uzinzi, wakati wowote Yesu anakuja. Kama ni mwashirati, acha uasherati, wakati wowote Yesu anakuja. Kwa sababu kwa mtini tujifunze mfano, kwamba tuonapo majani yameanza kuchanua, basi tunatambua kwamba wakati wa mavuno karibu. Kwa hiyo mtini ni taifa la Israeli. Hiki kinachoendelea kwa taifa la Israeli, tayari kinamwandaa Kristo kuja, Kristo kuja kuchukua kanisa. Kwa sababu hichi chokochoko ambazo zinaendelea kule zinamwandaa Kristo kwa namna gani? Zinamwandaa Kristo kwa namna hii kwamba nadhani nimewaambia kwamba kile kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2 kwamba yule ambaye aliyomuona Yohana amepanda farasi mweupe na amevaa nguo nyeupe na ana upinde na amepewa taji. Niliwaambia kwamba yule alikuwa ni mpinga Kristo, sababu mpinga Kristo atakuja kuagia amani. Hii vita ambayo inaendelea kule, Palestina na Israeli, ukanda ule wa Mashariki ya Kati, ambaye atakuja kuituliza hiyo vita atakuwa ni mpinga Kristo, atakuja kwa gia ya amani. Na tutaendelea kusema ili kwamba uweze kuelewa kile ambacho kinachoendelea kule, na hawa NATO sijui nini,
Ufaransa, sijui ni watu gani hawawezi kutuliza ile ghasia. Ambaye anaweza kutuliza ghasia, atakayetuliza ghasia ya kiunabii ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo sababu atakuja kwa ajili ya amani. Ile miaka 3.5 atatawala kwa amani. Zakaria anasema, kitabu cha Zakaria, labda tuangalie kwa haraka. Zakaria sura yake ni ya 12. Zakaria sura yake Zakaria sura yake ni ya 12. Zakaria sura yake ni ya 12. Mstari wake subiri tuanzie 1 mpaka 9. Tuanzie 1 mpaka 9. Uangalie unabii namna unavyosema juu ya mataifa yale ambayo yamezunguka Yerusalemu. Mataifa ambayo yamezunguka Yerusalemu. Unabii unasema nini? Ufunuo wa neno la Bwana juu ya Israeli. Haya ndiyo asemayo Bwana, azitandaye mbingu, awekayo msingi wa dunia, aumbaye roho ya mwanadamu ndani yake. Angalia, mimi nitafanya Yerusalemu kuwa kikombe cha kuyumbayumba kwa watu wa kabila zote, wazungukao pande zote. Tena itakuwa juu ya Yuda pia wakati wa kuhusuliwa Yerusalemu. Tena itakuwa siku hiyo, nitafanya Yerusalemu kuwa jiwe la kuwalemea watu wa kabila zote. Wote watakao jitwika jiwe hilo watapata jeraha nyingi, na mataifa yote ya dunia watakusanyika pamoja juu yake. Katika siku hiyo, asema Bwana, nitamtia kila farasi ushangao, na yeye ampandaye nitamtia wazimu. Nami nitaifunulia nyumba ya Yuda macho yangu, nami nitamtia upofu kila farasi wa hizo kabila za watu. Na wakuu wa Yuda watasema mioyoni mwao, wenyeji wa Yerusalemu wa Yerusalemu ni nguvu zangu katika Bwana wa majeshi Mungu wao. Siku hiyo nitafanya wakuu wa Yuda kuwa kama kigao chenye moto katika kuni, na kama kinga cha moto katika miganda. Nao watateketeza watu wa kila kabila wazungukao pande zote, pande wa mkono wa kuume na upande wa mkono wa kushoto. Na baada ya hayo Yerusalemu utakaa mahali pake, naam, hapa Yerusalemu. 7. Naye Bwana ataziokoa hema za Yuda kwanza, ili utukufu wa nyumba ya Daudi, utukufu wa wenyeji wa Yerusalemu usipate kutukuzwa kuliko Yuda. Katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi siku hiyo, na nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao mbele yao. Hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitafuta kuwaangamiza. Narudia tena, hata itakuwa kwenye sura ya 9, hata itakuwa siku hiyo ya kwamba nitatafuta kuwaangamiza mataifa yote watakao kuja kupigana na Yerusalemu. Kwa hiyo tunaona hapa namna neno la Mungu linavyosema kuhusu taifa la Israeli, kwamba lazima Mungu Mungu atawapa ukuu hawa wa Israeli, na Mungu atawafanya kama nini? Kama Mungu, ama kama malaika, yani kwa uweza na nguvu. Kwa hiyo kama kinachoendelea Palestina na Israeli, atakaye kuja kukituliza ni mpinga Kristo. Kwa hiyo mataifa yatajikusanya, mataifa yote ya ulimwengu yatajikusanya
watachukua baadhi kama askari kwenda kupigania taifa la Israeli, lakini Mungu ataishindia taifa la Israeli. Mungu atalishindia taifa la Israeli. Nadhani kwa leo niishie hapo. Nitaka nikwambie kwamba kuhusu ile neno ambalo Yesu alisema kwamba kuhusu mtini, tujifunze kwa mtini, tujifunze. Nitaka niseme hilo jambo kwamba huo mtini unahusu taifa la Israeli, taifa la Israeli. Kwa hiyo tunapochanua anaanza kuongeza wigo, tujue kwamba Yesu yupo karibu, anakuja. Kwa hiyo mwana wa Mungu, leo tutaishia hapo. Tukutane kwa vipindi vingine, na usisahau kusubscribe channel hii ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia. Na kama una swali, unaweza ukauliza swali lako, ama kama kuna kipindi ambacho watamani kwamba unatamani ukifahamu, kuna kitu ambacho unatamani kukifahamu, unaweza ukisema unatamani tuzungumzie nini, nami nakuahidi kwamba nitafanyia utafiti kitu hicho, nitakuletea somo hilo, ama nitakujibu juu ya hicho kitu ambacho unatamani ukifahamu wewe mwenyewe binafsi, ama nitaandaa somo. Mungu akubariki sana. Mungu anayekupigania, na nakutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.